Bwana, hujambo na karibu tena kwenye ndani ya 18 tuweze kupiga story nyingi zaidi. Ni wiki ya Kariakoo Derby, ni wiki ambayo ina mambo mengi sana, lakini ni wiki ambayo pia imekuwa na games na story nyingi kweli zimeweza kuzungumzwa. Lakini moja kati ya sauti ambayo imekuwa ikisikika na ikitoa maoni ni moja ya sauti ambayo pia tutakuwa nayo hapa leo kwenye ndani ya 18. Mimi ni Ibrahim Kasuga, ndiye ambaye naongoza jahazi hili, lakini nikwambie tu, kwa kuweza kupata story nyingi zaidi unaweza ukasubscribe account yetu ya ndani ya 18 kwa ajili ya kuona pata taarifa zote au stories zote ambazo tulikuwa tunazipandisha. Lakini hiyo alama ya kengele itakusaidia kuweza kupata notification muda wote ambapo video mpya zinakuwa zimepanda. Nipo na Justin Kesi ndani ya 18 kwa mara nyingine tena, wiki ya Kariakoo Derby, kwa sababu kuna watu wanaomwamini ndani ya 18 pia tunaishi naye tuweze kusikia madini yake kuelekea Kariakoo Derby ambayo kama iko 50-50 hivi, watu kama wanaanza kuamini kwamba mnyama baada ya game 6 anaweza kapindua upepo. Bwana Justin, tupo vizuri? Seka Suga, na mshukuru Mungu, ni shukuru pia uongozi wa ndani ya 18 kupitia Premier Bet, moja kati ya kampuni bora za kisasa za ubashiri ambazo kabisa waasisi wa mambo haya ya ubashiri nchini. Kumbe hiyo nyekundu inavalika? Ya, hii ni damu ya mzee. Nyekundu ni damu ya mzee. Jamani, wakati wa machaguo ya haya rangi muwe makini sana. Hii si rangi rasmi ya klabu yoyote, labda Lipuli kwa mbali. Yes. Wanapaliengo kwa mbali. Bwana Justin, ni wiki ya Kariakoo Derby. Yes. Ni wiki ambayo imekuwa na story nyingi sana. Tumeanza huko mambo ya uwanja, tumekuja uraia, sijui makolokolo kibao, yani kwenda kwenye derby. Si tu focus kidogo kwenda kwenye mechi yenyewe. Na kama umezingatia Justin, kama kumekuwa kuna shifting of furaha hivi, yani shifting of happiness. Zamani sikuwa kuna shifting of power, kumekuwa kuna shifting of happiness. Ghafla tu wana Simba wanaenda kwenye derby, wanaonekana wana furaha na wana uhakika zaidi. Kwa mtu ambaye ajui, inawezekana fomu ambayo Simba amekuwa nayo ndio sababu. Au ume notice kama Simba wana furaha? Nina kitu nataka nikiweke wazi. Simba wamekuwa na bahati ya kuwa na sajili ambazo huwa zinaonesha kwa haraka. Kwenye vipindi vingi, kwa kipindi hiki cha ubora wa Yanga misimu minne mfululizo, lakini inapokuja ishu ya sajili, Simba wana bahati ya kupataga nyota ambao wanaonesha vitu vya ziada. Nataka nikukumbushe maingizo ya kina tusiende mbali sana, msimu wa 24-25 wa Fadlu Davids. Aliletwa mtu mmoja anaitwa Mavambo. Mavambo wakati anakuja, watu walianua nguo zao haraka sana kabla hazijakauka vizuri, na wakaenda kuzipiga pasi ili ziwazitie mwilini, wakiamini Khalid Aucho amepata mwiba wake mchungu pale, mtu ambaye atampa upinzani kwenye ubora. Lakini haikuishia hapo. Kulikuwa na ujio wa kijana kutoka Zanzibar ambaye amehudumu KMC Azam kidogo, Awesu. Kumbuka alikuwa amekuwa na matarajio makubwa akigombaniwa na KMC na Simba. Lakini kulikuwa na ujio wa MVP ambaye tuliambiwa wa Nigeria, Okajefa. Tukaambiwa Kagoma amegombaniwa na Yanga na Simba, ikatokea kesi mvurugano mitandaoni. Lakini kulikuja na SGR. Promo yake SGR Budo, tuliambiwa na kasi ambayo kama anaweza kukimbizana na treni ya SGR ikamkuta Kigoma kabla reli haijaisha. Kulikuwa na maneno mengi sana, lakini vipi kuhusiana na mchezaji ambaye alikuwa na viashiria vya nyota wawili wa ulimwenguni, kwa maana ya kulikuwa na Ronaldo ndani na Messi, kwa maana Christian Ateba. Tuliambiwa huyu bwana Lionel Christian Ateba na majina mawili ya Messi na nani? Na Ronaldo. So kukawa na vitu kama hivyo, lakini hizi potential tulianza kuziona. Kama unakumbuka, kulikuwa na mtindo wa kucheza nusu finali ili kufika ngao ya jamii, kufika finali. Waka display kitu fulani hivi Simba kama ahadi hivi. Tukaona hapa kutakuwa na kitu. Na si siri, Fadlu alipata bahati kwa sababu hakuwa na pressure. Si kocha aliyetoka kwenye timu fulani hivi ambaye ungekuwa na mashaka naye. Tukaanza kuona Mavambo na kitu anakuonesha, lakini aka step up Fabrice Luamba Ngoma, akachukua namba yake, namba 8. Kagoma akaonekana balaa kabisa, beki yao madhubuti. Tukasema sasa tunaenda kupata derby ya Kariakoo nzuri. Lakini tukaona jinsi ambavyo Kijiri alijifunza. Kwa maana hiyo nataka kutuambia kwamba huu mzuka wasajili mpya usiwaaminishe sana, ndio amsha hiyo ari. Na wewe unaonaje sajili mpya kwenda kwenye derby? Aura nikimwanga Libase Gay, nikimwona yule Luemba
naona kuna kitu wanacho, ni promise. Naona potential walionayo, naona ahadi ambazo za kuniambia msimu wa 26-27 kuna kitu watakitoa Simba. Uwepo wa Steven Becker, jiko lenyewe sasa ambalo huyu ndo chef kuka ambaye anaweza kuitengeneza Simba, kuishepu, kukuambia tutacheza miaka 2-3 katika ubora. Mifumo na mitaala ya Afrika Kusini huwa inafanana. Ningekuwa na mashaka na dabi hii, na mashaka na dabi hii kama kile kikosi cha Fadlu Davids ambacho tayari kilishatuahidi kuitoa Simba kuwa mwaka robo mpaka finalist wa kombe la shirikisho, kuitoa Simba nafasi ya 3 mpaka kuwa title contender ya mwisho hivi na Yanga. Hatujaona finali ya ligi kwa muda mrefu sana. Mara ya mwisho ilikuwa ni ligi iliyofanyika ya kimakundi Morogoro 98-99 kwenye kwamba mechi ya mwisho ndio inaamua wao kwa wao. Yes, na kwa nini nasema hivi? Simba ilikuwa haiwezi kwenda toe to toe na Yanga. Tulikuwa tunaiona Yanga inabeba ubingwa bado mechi 4-3. Lakini this time around nimeona Simba ilifika mpaka mwisho. No matter ilifungwa bao 2, lakini waliweza kufika mwisho kuamua mshindi. Ile ilinipa ahadi. Haya, average. Mule ndani kulikuwa na Shea Malone Fondo, kulikuwa na Abdurazak Hamza, kulikuwa na kipa ambaye alikuja kama backup ambaye ni Pinpin Kamara baada ya Ayuba Lakledi kuumia. Lakini vile vile kulikuwa na Fabrice Luamba Ngoma ambaye ni experience player, ana exposure, angesaidia international na michezo mikubwa ya ndani. Lakini kulikuwa na Elia Mpanzu Kibisawala, sajili ya Januari 2025. You see? Lakini yeye alikuja mwanzo wa msimu. Ile Elia Mpanzu alikuja Januari. You see? Kulikuwa na Kibu Dennis ambaye michezo ya kimataifa yote aliperform. Tulikuwa naona jinsi ambavyo napo matokeo Simba. Kulikuwa na Ateba, kulikuwa na Steven Desenini pale Mkwala. Sasa ukiangalia hii squad, backup zao kuna huyo nilomsema Fernandez Mavambo, kulikuwa na Okajefa Nouma. Beki namba 3 ambaye alikuwa anambadili vizuri Shabalala. Sasa hawa nyota wote ilikuwa ni project ambayo Fadu alianza nayo. Haya, niambie Kasuga, ondoa Kamara ambaye alikuwa top scorer. Simba walikuwa na uhaba wa kupata kipa bora wa ligi tangu Manula. 21 sijui 20 huko nyuma. Wakaja miaka 4 baadaye na wanapata alivyokuja nani? Fadlu. Wamekosa kumtoa top scorer tangu Saidondi Bazonkiza 2023 alivyofungana na Fiston Kalala Mayele. Wamekuja kumtoa top scorer Jan Chaze Ahoua, tena kiungo mshambuliaji ambaye alikuwa haimbwi. Achezi kwa pressure, hawampendi Simba. Kumbuka Zanzibar walimlaumu, lakini alitoka top scorer, alitoka best contributor kwenye ligi. Goal na assist. Thank you very much. Haya. Mara ya mwisho kutoa kocha bora wa mwezi Simba walipata mara 3. Huyu Fadlu Davids. Wameshindwa kumaintain Fadlu Davids, kumpa hofa ya maana. Bwana, si unatakiwa sisi tunaongeza hii. Usalie hapa, uendeleze hii project, sababu average wachezaji wa Simba ilikuwa miaka 24-25. Wazee ni wachache, Kapombe, Shabalala, Fabrice Ngoma, nani mwingine? Walikuwa ni labda Mzamiru ambaye alikuwa anaondoka hize. Haya. Umeshindwa kumbakiza kocha, kipa majeraha, Abdurazak Hamza majeraha. Wale walioondoka Jan Chaze Ahoua best performer umemwachia. Kibu Dennis best performer michuano ya kimataifa umemwachia. Ateba yuko wapi? Wote walivuka goli 10, Ateba na Steven Desemu kwa. Karibia wote wameondoka. You see? Kwa tatizo halikuwa kwenye pitch. Tatizo lilikuwa kwenye good governance. Kushindwa kumaintain kikosi ambacho kilikuwa kinakuja kuleta tija. Leo hii Kasuga, niambie wangeweza kuwasaliza wale wakaziba mashimo 2-3, kwa mfano Rushain ambaye aliletwa na mwenyewe huyo kocha Fadlu. Si ndio? Haya, vipi you see kina Jan Chaze Ahoua, alafu wakaongezeka hawa kina Libase Gay, Aura wangeongezeka. Chama akaleta Januari kuongeza experience yeye na Ngoma. Kibabage akaingia. Unaniambia wangekosa kitu kwa kingine hivi unaweza kumwachia na ushasikia nahodha anauzwa tangu dunia kuumbwa. Yaani beki bora kwenye ligi yetu misimu 7-6 unamuuza, unamleta Mligo, alafu ukapambane na huyo mtu ambaye bingwa mara 4. Sasa Justin, kwa uchambuzi ule ufanye. Nikikwambia uchukue risiti. Kikosi hiki cha Simba cha saizi chini ya Steve Becker. Wana mechi takriban 6. Si ndio? Wamekuwa na matokeo mazuri. Kinatosha kucheza na Yanga? Bado. Kwa hiyo dabi unaiweka kwa Yanga? Dabi naiweka kwa Yanga kwa so far yeye ana alama nyingi kwenye ligi kuliko Simba. Head to head 6 games mfululizo zilizopita kapata matokeo Yanga.
aliyekusanya alama nyingi klabu bingwa kimataifa ambaye ndio kilikupo nguzo ya kujitamba Simba. Yanga amekusanya kwa kipindi kifupi kutoka mtu wa 82 mpaka top 10. Amekusanya alama nyingi. Simba ametoka nafasi ya 4 ka drop mpaka namba 8. Kwa kwangu nampa favorite atakuwa ni Yanga. Ana advantage ya kuwa na confidence kwa sababu ana backbone yake ile iliyompa matokeo katika michezo 6. Kuna ambao hawaamini performance ya Yanga. Tumeona siku za karibuni kimataifa, tumeona mechi na Mungo. Watu hawaridhishwi. Wanasema Yanga saa hizi inacheza lakini roho mkononi. Hiyo haikupi hofu kwamba inawezekana Simba ikawa nafasi yake? Simba ya Fadlu Davids ilikuwa bora kuliko Simba hii. Yanga ya Hamrudia hapo. Simba ya Fadlu Davids ilikuwa bora kuliko Simba hii. Kuliko ya Steve Beck. Mama yangu Joyce yupo kaburini, nifariki na mimi hapa. Halafu kulikuwa na nyota ambao wameshakaa pamoja na kukupa matokeo chanya mpaka kuongoza ligi kwa miezi kama 3-4. Kumbuka nazungumzia Simba iliyocheza fainali ya kombe la shirikisho. Lakini siishii hapo. Namzungumzia mtu kama Mohamed Hussein Zimbwe, ubora wa Kamara ambaye alikuwa kipa bora wa ligi yetu. Nazungumza ubora wa Fabrice Luamba Ngoma. Nazungumzia performance ya Elia Mpanzu Kibi Sawala. Hawa Alibase Gay, Aura hawajafikia jinsi ambavyo Elia alivyokuja tukaambiwa huyu ni kiboko ya Pakome. Kwa hiyo Justin unasema kama kina Ngoma walishindwa kuifunga Yanga, yes, hawa kina Loemba hawataweza kuifunga Yanga. Watachachafia tu kwenye mechi. Yanga atapata matokeo, na faida aliyo nayo Yanga, mechi za dabi hazichezwi kwenye pitch. Yanga muunganiko wao kule juu, vikao wanavyovifanya kwa ajili ya dabi wamehamisha mzigo wa kutinga robo finali, wameuongezea 60% kwenye dabi, kushinda tu dabi wamalize ligi, kwa sababu Azam amedondosha alama nyingi sana msimu huu. Yes, Azam tayari. Kwa ni mbali sana kwa Yanga. Yanga ni wa pili kwenye ligi, ana alama 25, anayeongoza na 28 JKT, alafu ana viporo 10. Shughuli ni nzito. Bana, nikwambie tu muda huu hapa tunaizungumza Kariakoo Derby, lakini ni derby ambayo pia unaweza ukaitinganizia maokoto, na kama bado hujajiunga na PremierBet basi jiunge leo kwa kutembelea www.premierbet.co.tz ili uende ukafanya ubashiri wako kisha jiunga. Na mimi nikwambie tu ya kwamba pale ambapo utakuwa unajiunga na PremierBet kwa mara ya kwanza kabisa, basi kuna kodi ambayo itabidi uweze kuiweka ili uweze kupata bonus. Kumbuka hii kodi ni ya muhimu sana kuweza kuitumia ili uweze kupata bonus ambayo ni PB18. PB18. Hii ndio kodi ambayo itakufanya wewe uweze kupata bonus pale tu ambapo utakuwa umejiunga na PremierBet hii leo. Kwa hiyo cha kufanya ni hakikisha tunakuwa mwanafamilia wa PremierBet siku hii hapa ya leo kwa kutembelea www.premierbet.co.tz. Jiunge pale, ni rahisi sana namna ya kuweza kujiunga, hatua sio nyingi sana, lakini ukishaingiza taarifa zako chini kabisa utaona kuna sehemu ya kuingiza promo code. Ingiza pale, andika PB18, basi unakuwa sehemu ya kuweza kupata bonus kibao. Na nikwambie tu kwa michezo hii ya kawaida ya mpira na mambo mengine utapata bonus mpaka ya 100%. Lakini ukienda kwenye Vegas kule kwenye mambo ya casino, utaalamu wa kurusha kindege kwa maana kwamba Vieta, kuna bonus mpaka 200%. Kwa unaweza kuona bonus kuna kiwango gani ilivyokuwa kubwa pale ambapo utaweza kutumia promo code ya PB18. Tupo na Justin Kesi, tunaizungumza dabi. Kasuga napenda ubabe, mimi napenda ubabe. Ushindi yani, yes. Kutangulia kufanya vyema, toka na mapromo code yayo ya PB, ndio. Lakini vile vile unaenda kwenye website, fanya kila kitu, rusha ndege, kumbuka kwamba unabashiri na wababe kabisa. Na unajua kubashiri na wababe sio poa, kwa sababu PremierBet ni kitambo wa kongwe. Enzi na enzi. Mimi nafahamu watu walio badilisha maisha yao kupitia PremierBet. Yes. Mimi mmoja wao Kasuga. Mara ya kwanza natoka home, napanga chumba full asset ndani za kisasa, sio tu tungule linyonde, sio kitanda popo bao, kitanda aswa, sofa, TV flat. Kipindi hicho nchi 43 ni kubwa mno sana. Ni kupitia PremierBet. Na kwa sababu Justin wewe ni wa Temeke na mimi nimekulia Temeke. Kipindi hicho ulikuwa ukishinda hela nyingi unaambiwa subiri tunafuata hela Kariakoo. Kwa hiyo kitambo sana. Kwa hiyo kishavuka 500 lazima ukapande daladala uitafute Kariakoo ilipo sokoni, unakunja kushoto unawaleta. Kwa hiyo kitambo sana hizi story watoto wa Temeke tunazijua, na wa maeneo mengine namna ambavyo PremierBet tumetoka nao mbali sana na bado mpaka leo tunaendelea kuishi nao zaidi na zaidi. Wakati Justin akiwa amegusa kwamba Yanga wanafanya vikao vizito kuelekea dabi,
Najua Justin utasikia usiwastue hao. Usiwastue hao, vikao vinaendelea. Unatoa sana kodi wewe. Unatoa kodi. Vikao vingi. Simba zipokelewe za matajiri, vikao vimekuwa vingi. Kuna watu Justin wana hofu na Haji Manara. Manara ka trend kabla ya dabi. Sasa mimi na wasiwasi na wewe kwa sababu kuna muda nakunaga mara kwenye picha upo na Manara. Lakini pia unataja Justin, wewe ni mtu wa Yanga. Huu mzani unauwekaje? Embu tukae kwenye yani Manara anavuruga dabi. Tukae kwenye taaluma zetu. Sisi ni wanahabari. Ndio. Na kazi yangu mimi ni kumuini anayenifuatilia. Aidha kwa kunisikia, kwa kusoma maandishi, aidha kwa kunitazama. Tumefundishwa, yani hizi ni skills. Yes. Ili niweze kuteka hicho ambacho wanachoniongelea. Yani kuniongelea tu wewe ni Simba au Yanga, tayari mimi nimewini. Nimeshakuweka mdomoni, nishakuweka akilini mwako. Ukinitusi umeongeza comment. Ukilike fresh. Wewe ukitukanwa fresh. Mimi bomba tu na wakikubali fresh. Haji Sande Manara, baba zake watatu ukiondoa na baba yake mzazi ambaye alikuwa akihudumu toka yuko Uholanzi. Ni mzaliwa Jangwani. Lakini ameifanya kazi yake ambayo imetupa watu wengi hamu ya kuweza kuwa wasemaji, maafisa habari, wachambuzi. Amekuwa ni mfano mzuri sana hapa nchini. Amewini media kwa muda mrefu sana. Vyombo vya habari kupitia hizi Simba na Yanga. Amehudumu Simba kwa mafanikio, alivyoenda Yanga akaamsha hisia kubwa sana, akalipua mabomu makubwa sana. Na alidiriki kutamka mpaka maneno, kutaja watu, kumention kwamba Mo ilikuwa hivi, Babra hivi, sijui try again hivi, alitaja mpaka watu majina. Vyovyote vile bado aliwini hizo press. Na akafanya kazi Yanga, yaliyomkuta akamkuta, akafungiwa. Hivi alivyoingia kwenye udiwani, kuna siku moja kabla ya press hii ya kuzungumzia dabi, alisema kuna mtu mmoja alimuuliza kuhusiana na masuala ya TFF sijui nini. Akasema ulifikiri nitafeli? Sasa hivi niko kwenye siasa na nafanikiwa. Yani mtu ambaye anaweza kukuwini wewe na ukamjadili kwa chochote unavyomjadili. Kivyovyote vile. Aliyozungumza Manara kuhusiana na Yanga kwamba viongozi wamefeli kwenye usajili. Kuna watu wanaona timing kama ni mbovu. Unaamini kauli au vitu anavyofanya Haji Manara vinaweza vikawa vina athari yoyote kwa Yanga kwenda kwenye dabi kwa mambo mawili? Aidha kama unaamini inaweza ikaharibu uwanjani, au alichokizungumza Manara kama Yanga hata shinda, watu wanaweza kumwamini Haji kwamba ni kweli viongozi wamefeli msimu huu. Ana advantage tatu, so usimwekee tu hizo option mbili. Ya kwanza, kuwatoa watu kwenye mchezo huu kafanikiwa. Yani saa hii tunajadili propaganda ya Manara imefanikiwa. Yani ni moja kati ya kama sio top 3, top 2 ya watu ambao sio rasmi lakini wanafanya vyema kwenye propaganda. Yani hapo waeke na wanasiasa ndani, lakini top 3 anaingia au top 2. Hicho cha kwanza, amefanikiwa kuteka media hii wiki yote kwenda kwenye dabi. Thank you. Jambo la pili, mimi nikikwambia kwamba pengine yuko nao Yanga na wamekubaliana kuua story zingine, wewe utakubali hilo? Kwamba Manara katumwa na Yanga? Yani nasema ikitokea nikasema hivyo utakubali? Nithibitishie hajatumwa. Game za Kariakoo na mambo mengi. Umeelewa vizuri Kwa mimi nakaa nampa kwamba ile ndio kazi yake. Yani ule ndio ugali wake. Alichotaka ndo hapa hii kwamba Manara ndani ya 18 inawezekana katumwa. Yani usemi katumwa, usemi amecreate, kwa sababu kucreate content pia ni kipaji. Yani amecreate content yake, amefanikiwa. Yani yeye alichokitaka ndani ya 18 Kasuga akija Justini walijadili hili. Kafanikiwa. Yani hiyo ndo ubora wake yeye. Na hapo ndo anapojitofautisha na sisi wengi. Yani anaweza kulifanya jambo likawa la taifa. Leo hii Ahmed Ali amediriki kusema kwamba anakubaliana na Haji Manara. Kweli jinsi alivyoiponda Simba na taasisi nzima. Kwa hiyo inawezekana hizi story Simba wakawa wanafurahia, wakawa wanajiachia wakiamini Yanga kuna mgogoro, lakini kumbe na vile vikao kuna wewe unaamini kwenye vile vikao vinavyoendelea, picha tunaziona, mara sijui majengo. Wewe mtu dabi imebakia siku 3 majengo yanaenda kujengwa, mara sijui wamekuja Tarura. Huku unaona tajiri bado siku 5 ana comment vipi kuhusu na transformation. Tajiri mwenye timu hatuuliza kwenye comment. Unajua kuna vitu vingine tulifundishwa. Mimi bwana namshukuru Mwenyezi Mungu. Ili pengine nilikuwa na kipaji, lakini hivi kuwa hivi kwenye hii taaluma hivi. Thank you very much EATV na radio. Imenishape kutambua kauli nayo isema itakuwa na athari au faida kwenye karia yangu. Kaka, mimi siropoki. Katika maisha yangu tetesi sina, maropo sina. Mimi nakwambia, yani yule ile ndio kazi yake.
Manara. Ukiingia kwenye 18 zake na wewe ni mropokaji. Yani yeye pale ndio alichokitaka. Nimemsikia pia ili Mzozo anaungana na Haji Manara. Ali Mzozo anasema viongozi wa Yanga wanapenda sifa. Sawa. Wanapenda kusifiwa. Wakikosolewa inakuwa vita. Na ndiyo maana Yanga kuna kundi kubwa la watu kwa ajili ya kuitetea klabu. Sawa. Sasa tukae hapo. Kweli viongozi wa Yanga wanapenda sifa. Ndio maana Manara hata maoni ya Eli nani? Mzozo. Eli Mzozo mkongwe kabisa. Na kaa naye hapo. Je, Yanga ameviwini vyombo vya habari hajaviwini? Ameviwini. Mimi na wewe wana habari. Akasa hapo kwenye kuwini usipigishe shoti. Inategemea mtu atafotafsiri, that's why they called us machawa. But kweli si mimi na wewe Kasuga ni machawa? Mimi sio chawa. Mimi mbona naipiga Yanga? Sinapiga juzi, nimepiga kocha wiki nzima, napiga kocha. Wiki kabla ya klabu bingwa hii kufikia hapa, imesalia michezo hiyo mitatu. Nilitamka ni lazima Dube acheze kwa sababu kocha hawezi kuendana na resources alizonazo. Hatumii ipasavyo, anamfanya Okelo kuwa playmaker. Okelo mpe nyuma ya ball kabla ya kukutana na striker au mpe winga yake. Mpe nafasi yake awe uhuru. Unamfanya playmaker kama ubao wa pool table. Kwa hiyo kwenye makocha wachezaji Manara alikuwa na point kwako. Vibaya mimi nimemponda nani yule alikuja kurepress Aucho. Yule Balakonte. Musa Balakonte. Nilimkataa mazima. Nilimkataa Falls. Roman sasa kwani pale sinamgusa Harris moja kwa moja? Mbona haishi kunipigia simu? Mbona ananiomba mwaliko kwenye basketball aje? Yaani unajua kuna vitu vingine mtu hajui. Mtu anakupigia mdogo wangu nije hapo kwenye basketball, anambia wewe mika kaako njoo. Au si? Umeelewa? Yaani kuna muda sio uchawa ila familia. Una set standard na unaishi na watu. Kwani Mangungu mimi sio kwangu. Ahmed Ali sio koti. Yaani unajua watu kutokujua nini ambacho kinaendelea. Ni hivi, ni unataka mimi nikae sahihi niseme Simba ni bora kuliko Yanga. Sasa huo ndio uchambuzi. Kasuga. Hapana, Yanga ni bora kuliko Simba. Hapana, yani lazima useti standard zako, simamia kwenye misingi yako. Kuna pahala tutasifia. Jamani, mimi ndio niliyekewa mke na Jimmy Kindoki. Nikamwambia Jimmy, Simba Yanga uwezo kumfunga Simba hana. Medi Kagere atafunga. Ilitokea ikutokea. Wakafa kweli. Sasa kwa pale ilikuwa Simba. Leo Yanga. No, yani mimi napenda kuzungumzia kilicho wazi. Siwezi kusifia kitu ambacho Simba wamekosea kumwachia Fadlu, kuachia baadhi ya kikosi wachezaji ambao waliperform mwaka jana. Naweka wazi. Bana, just in case ukimsikiliza hii dabi yeye ameiweka kabisa kwamba Yanga anaenda kushinda tena, haijalishi kuna kitu gani au kuna jambo gani ambalo watu wanalizungumza au namna ambavyo vitu vinaonekana mpaka hivi sasa, lakini Yanga ndiye ambaye yupo kwenye position nzuri kabisa ya kuwa au kushinda hiyo mechi ya Kariakoo Derby ambayo itapigwa pale visiwani Zanzibar. Bana, ili la dabi Justin, najua umesema Yanga atashinda, lakini kuna muda watu huwa wanaamini kile kitu ambacho Justin anaweza kuzungumza. Kuna wawekezaji kupitia Premier Bet. Mechi ya Simba na Yanga, mwekezaji leo ambaye anataka kuweka mzigo, unamwambia acheze na mazingira gani? Kwa mfano kwa sababu Yanga yuko home. Kutokana na numbers, performance, kujipanga kwao nje ya uwanja, muunganiko wa leadership yake, nyota walionao ambao wamewaandaa kwa sababu ya dabi. Wengine wanaogopa mpaka kuwatonesha na walikuwa washapona, mnadanganywa sijui eti siku 10, sio kweli. Wachezaji wako fiti balaa, picha hazipostiwi. Sasa ili utengeneze fedha, weka home team 2+. Na uzuri wa Premier Bet kwa maana ya Yanga ambaye ni mwenyeji, home team 1.5+ goals. Yani wewe usitake mambo mengi, weka Yanga apate magoli aliyovuka haya mawili 1.5, akishinda 4-3-2 umembarubua. Bwana Justin yeye anakuambia uende na chuma 2 Yanga atapata. Yani atashinda kwa chuma 2 namna ambavyo weekend imekaa. Bwana tuachane na dabi. Kwa uchache tumalize hapa. Stories za Arsenal na Premier League na ubingwa. Nafasi ya Arsenal kuchukua ubingwa mbele ya Manchester City. Ukiachana na hii kesi ambayo iko chini ya FFP ambayo imejitokeza, kuna kesi zaidi ya 115 nakabiliana nazo Man City za matumizi ya pesa. Tukitoka financial hapo fair play. Financial fair play tukitoka hapo mezani tukabaki kwenye pitch. Arsenal kwanza anakutana na Chelsea ambaye amedondosha alama wiki iliyopita, anataka top 4. Anaamini mtu wake wa nyuma United yuko naye kwenye moto. Sare ndio ushindi wa Arsenal game hiyo. Sare ndio ushindi wa Arsenal. Wanasema Chelsea mwembe wa uani. Sio sahihi. Kwanza game inapigwa pale kwa Emirates. Si ndio? Ndio sehemu ambayo Arsenal hawezi kucheza bwana, kwa na pressure kubwa. Chelsea anaenda pale Kamnes yake anajulikana, anamnyatia vizuri Rosinya. Ndio kocha wenu mpya. Amekuja kufanya biashara, sio kuja kucheza na mtu. Anatafuta Arsenal platform. Ana mechi na Man City pia.
You see? Ana Brighton. Yes. Katika 5 games zinazofuata mechi nyepesi kwake ni Nottingham Forest. Kuna Everton pia. Yes, ambao ni wapi? Goodison Park. Sasa ni ngumu kwenye position yake ya kuwa champion kwa sababu alikuwa na gap ya alama 13. Right now kama Man City akishinda kiporo chake tofauti alama 2. Ana mechi naye yeye huyo Man City. Bana, Manchester United unbeaten mwaka 2026. Yeah. Na so far anaongoza ligi kwa ujumla United yana game 10 saizi ambazo hajapoteza. Tangu pale alivyotoka yule mwendazimu. Mpo kwenye form nzuri. Top 4 yako unaweza kaipanga ya EPL. Simple kabisa. Man City City bingwa. Nafasi ya pili, nafasi ya 3 Manchester United. Yes. Ya 4 Chelsea. Aston Villa anatoka pale. Aston Villa anatoka. Ameshakuwa na legelege. Kuna timu zinacheza kibingwa, kuna timu zinashindana. Manchester na Arsenal, Manchester na Chelsea wanacheza kibingwa. Kama Jumatatu. Bana, hiyo ni EPL. Heka za Hispania. Bingwa wako nani? Madrid na Barcelona wanapishana tu. Napenda Real Madrid achukue ubingwa kwa sababu siipendi Barcelona. Ila kuna ushindani kati yao katika ubingwa. Kitu ambacho nachopenda Barcelona, huwa wanaendaga ku prove wrong watu wengi kwa sababu ya jinsi ambavyo tamaduni zao zilivyo. Wanaonaga watu ambao wanatafuta sympathy kama wanaonewa hivyo wa Catalunya, ila baadaye wanakuja kutoa majibu kwenye pitch. Real Madrid confidence walionayo, nguvu wanayoipata kutoka kwenye chama cha soka nchini Hispania, uwekezaji wanaofanya, sipendi tabia zao wachezaji wao. Kama Vin ni mtoto fulani ana ego kama vile wa kwetu Temeke Unubini. Yaani ana tabia fulani za Unubini za Uswahili. Yaani hiyo tu, lakini napenda Real Madrid awe bingwa, ila Barcelona ana tamaduni nzuri ya. Yes bana, huyo ni Justin Kesi, na hiyo ilikuwa ni stories hapa na pale pia kuhusiana na ligi nyingine. Tunaelekea kwenye raundi za mwisho, raundi wengine mbakiza 10, wengine 9. Mikimbizano imekuwa ni mikubwa sana. Hiyo ni EPL pamoja na walau kwa uchache kwa upande wa La Liga, lakini hakuna ligi ambayo ina hali mbaya saa hizi kama ligi kuu soka nchini Italia. Wana nyakati ngumu sana, sio kwenye ligi ya mabingwa mpaka ligi ya nyumbani pia kumekuwa kuna ups and downs nyingi sana kwa namna moja ama nyingine. Bali nikwambie tu unaweza kujiunga na Premier Bet siku hii hapa ya leo kwa kutembelea tovuti ya www.premierbet.co.tz. Unaenda pale unajiandikisha, unaingiza taarifa zako, lakini niweze kuenjoy mema ya nchi kupitia Premier Bet. Chini kabisa kuna sehemu ambayo utatakiwa uingize code na utaandika PB18. PB18, andika hiyo code, na hiyo code itakufanya uweze kupata bonus ya 100% kwenye beti hizi za kawaida, lakini kwenye Vegas kule kwenye casino, kwenye Maavieta utapata bonus mpaka ya 200% kwa kutumia kodi ya PB18. Bwana Justin Case, shukrani sana. Kikubwa sisi tunatunza risiti zako kabla ya mechi zitaenda na baada ya mechi zitaenda. Hiyo 2+ ya Yanga, hiyo risiti muhimu mno, itawekwa kabla na baada. Kusipokuwa na umakini hiyo 1.5 inaweza kupatikana first half. Mambo ya magumu kabisa. Mambo ya magumu kabisa. Bwana, mimi ni Ibrahim Kasuka, ni kwa Justin Kesi. Bye bye kwa sasa, tukutane tena kwenye episode nyingine.